kundi moja la majini, jini ni Kiarabu, kwa Kiswahili ni pepo. Kundi moja la mapepo lilisikia Qur'ani likasema, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Kitu ambacho inakuja kwa akili yako sasa, hii Qur'ani, hawa mapepo kwa nini walisikia ya ajabu? Message ambayo sasa inakuja hapo inasema mapepo kumbe waliona Qur'ani ni ya ajabu kwa sababu eti Qur'ani ina ujumbe ya kwamba Mungu hana mwana, hakujifanyia mwana wala mke. Katika Yakobo 1:18 Biblia inasema kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Mtu anauliza swali lingine inakaa kama swali ya utoto ama kejeli. Anakuuliza hivi, Mungu na Mariamu wanaitanaje? Kwa sababu kwa akili zetu tunajua Yesu ili awe mwana wa Mungu inabidi Mungu na Mariamu wawe wamefanya tendo. Nilipogundua kwa nini Yesu ni mwana wa Mungu. Mtazamaji wa Simulizi Zone, leo bwana, kwa mara ya kwanza nimebahatika kupatana na Mkristo ambaye alikuwa ni Muislamu, alikuwa ni muumini wa dini ya Kiislamu lakini alihama kule. Sasa tuongee naye mawili matatu hasa tujue kwa undani wake ilikuwaje mpaka akafikia hapa tulipo leo. Habari ya leo? Niko salama, labda wewe? Mimi kwangu poa kabisa. Ningependa kwanza ujitambulishe kwa majina, unaitwa nani kabla hatujaendelea kuingia ndani zaidi ya unachokifanya sasa. Kwa majina naitwa Ahmed Hassan ama almaarufu Paul. Ndio, mimi ni Mkristo lakini nimezaliwa katika familia ya Uislamu, nimesoma Uislamu kiasi ya kutosha na baadaye nikaamua mimi mwenyewe maamuzi yangu kuwa Mkristo, japokuwa sio kila mtu ndio anaweza elewa. Hebu kwanza tupe story yako kutoka mwanzo. Ilikuwaje hasa ulivyokuwa utupe tu story yako kwa ujumla wake kuhusiana na kusoma mafundisho ya Uislamu, kuzaliwa katika familia ya Kiislamu mpaka unakuja kufikia kwenye Ukristo. Labda tuanzie kwanza mwanzo hapo kwenye kuzaliwa katika familia ya Kiislamu, maisha yako yalikuwaje? Wewe na elimu yako ya Kiislamu ilikuwaje, elimu ya madrasa hivyo? Asante. Mimi kwanza jinsi nilivyotangulia kukuambia, kwa majina naitwa Ahmed, babangu anaitwa Hassan. Nimezaliwa katika familia ya watoto 6, wasichana 5, nikiwa mwenyewe kijana. Nimesoma Uislamu kiasi ya kutosha. Nimeanza kitu ambayo inaitwa ibtidaiya, ndio ambayo inaitwa nasari. Nikakuja hadi nikakuja sanawi. Sanawi ni shule ya sekondari na baadaye nikaenda jamia ambayo ni university. So mimi sikuwa Muislamu wa kuingia na kutoka. Maana katika Qur'ani suratu Tauba, Qur'ani hiyo suratu Tauba ni sura ya 9. Inasema wama kana almu'minina liyunfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafakkahu fi din. Haikuwa kwa waamini wote kutoka katika nchi yao, lakini ni heri kila taifa ingetoa mtu mmoja ili aende asome dini. Na mimi nilikuwa miongoni mwa wale watu ambao walitolewa waende wasome dini. Na nikasoma Uislamu kiasi cha kutosha. Mimi ni mzaliwa wa Kongo. Kenya nimekulia tu hapo, lakini mahali kwenye nimezaliwa ni Kongo. Na baadaye nilianza shule yangu ya madrasa katika madrasa inayoitwa Madrasatul Mu'min. Hapo ndipo nilianzia na baadaye nikamaliza hapo, nikapata bahati ya kuenda Sudan, Khartoum, nikasoma. Lakini baada ya kumaliza soma, unajua shida katika dunia ni mtu kuamini ya kwamba kile anachokijua ndio ukweli bila kusikiliza upande mwingine. Mimi hata kitu ilichonifanya leo hii niwe Mkristo si Biblia, ni Qur'ani peke yake. Na kwa nini ni Qur'ani peke yake? Unajua Uislamu inajengwa kwa mambo mengi. Na katika hii mambo Muislamu yoyote ukimuuliza nguzo ya Uislamu atakwambia ni 5. Nguzo ya imani atakwambia ni 6. Nguzo ya wema atakwambia ni 1. Hizo ni vitu ndogo ndogo kwa katika kila Muislamu ambavyo anatakikana ajue. Lakini shida inakuwa wapi? Na kwanza ningeliomba, maana najua watu watasikilize ikiwemo Waislamu na Wakristo, yoyote ambaye atakuja sikiliza hii ushuhuda yangu asisikilize na huku ameweka msimamo wa imani yake.
lakini aisikilize kama mtu ambaye anataka kujua ukweli. Hiyo ndio itamsaidia. Mimi nilipozaliwa sikujua kwamba kuna siku nitawahi kuwa Mkristo. Ila ulikuwa unajua Ukristo. Maana katika Qur'ani si Wakristo wanatajwa. Lakini wanatajwa kama watu waliopotea. Na mimi sikuwahi fikiria kama siku moja nitakuwa mhubiri. Ngoja. Katika Qur'ani Wakristo wanatajwa kwamba ni watu waliopotea. Ni kuna sura humu au ni katika maelezo fulani? Kuna sura, maana ukisoma Qur'ani sura ya 2 mstari wake wa 116 wanasema makafiri wanasema Mwenyezi Mungu anajifanyia mtoto. Kwa hiyo kwa mujibu ya Qur'ani wanaosema Mungu ana mwana ni makafiri. Pia tena katika Qur'ani kuna aya inayosema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa almasihu Isa ibn Maryam. Wameshapotea wale wanaosema ya kwamba Yesu ni Mwenyezi Mungu. Hiyo ni aya za Qur'ani. Lakini hizi aya hata kama tulipokuwa nazisoma, lakini hatukukuwa nazitafakari. Kwa sababu tunaangalia upande umoja na yale ambayo tunafundishwa. Unajua unaweza zaa mtoto kamdanganya kuku inataga kikombe. Na huyo mtoto atakuwa na imani kubwa ya kwamba kwa sababu mtoto anaamini wazazi wake ni wa kweli. Lakini pindi huyo mtoto anapokuwa na kuwa mtu mzima, atakutana na mafundisho ya mwalimu ambaye anamwambia kuku inataga yai. Kibarua ya mwalimu itakuwa ni moja. Si kutafuta kuku na yai. Ni kutafuta mahali ambako kuku inataga. Baada ya kuku kumaliza shughuli ya kutaga, mwalimu aulize swali hapo aulize mtoto, umeona nini? Ni kweli ya kwamba mtoto atakuwa ameona yai. Na hivyo ndio nilizaliwa, nikaaminishwa Uislamu ndio dini ya Mungu. Bila kuwa Muislamu utaenda motoni, na nikakubali na nikasoma ili nielewe. Maana katika Uislamu usiposoma Uislamu huwezi elewa Uislamu hata kwa dakika. Ndio maana kuna hadithi ya Muhammad ambayo inasema, inapokelewa na Abu Huraira. Nikisema Abu Huraira ni baba mapaka. Inasema talabul ilmu faridatu ala kulli muslimu wa muslima. Yani kutafuta elimu ama kutafuta maarifa ni lazima kwa kila Muislamu, mwanaume na mwanamke. Na mimi wazazi tokea nikiwa mdogo walijitahidi nipate hiyo msingi ya kutafuta elimu. Okay, ngoja hapo kabla hujaenda mbali. Abu Huraira ni baba wa mapaka. Abu Huraira kwenye Uislamu ni nani? Na kwenye kuitwa baba wa mapaka inatoka wapi? Huyu Abu Huraira jinake maarufu anaitwa Abdurrahman ibn Aufi. Ndio jinake. Lakini jina Abu Huraira imetoka katika hali yake ya maisha, lifestyle yake. Alikuwa anapenda kutembea na mapaka. Alipenda mapaka mpaka akabadilishwa jina akaitwa Abu Huraira, baba wa mapaka. Huyu ni bingwa katika fani ya hadithi katika madhehebu ya Kisuni. Unajua Uislamu ina kundi 73. Uislamu si kundi moja. Kuna Sunni, kuna Shia, kuna Khibadhi, Tariqa Tukadiria, Ansaru Sunni, Sunni wal Jamaa. Yani wana madhehebu, kuna Jaafaria, Ismailia, wale wote wako katika Uislamu. Sasa huyu Abu Huraira upande wa dhehebu ya Kisunni ambao ndio wengi Tanzania wanamkubali sana kuwa ndiye bingwa wa hadithi. Kwa hiyo ni msomi ambaye anakubalika katika fani ya hadithi. Tuendelee sasa kwenye wazazi wakakutafutia elimu alafu wakawa wanataka usome Uislamu. Wazazi walinitafutia elimu na mimi mwenyewe nilikuwa napenda elimu. Kwa sababu nilijua ya kuwa msingi wa mwanadamu ni kuwa na elimu. Maana kabla kwanza tujaenda mbali, tofauti na elimu ya Kiislamu, umesoma elimu hii ya dunia kawaida, biology, physics? Nimesoma elimu ya dunia. Zote nimejitahidi kwa kiasi. Ndio maana kwangu ilikuwa ni rahisi kuenda hivyo. Unajua leo katika nchi za Kiislamu zinazoendelea, unapoenda soma dini, unasoma vitu viwili kwa limoja. Kama huku utakuwa umesoma upate niseme umalize shule ya sekondari, yani level ya form 4 ama form 6,
Na huku kwa shule ya Kiarabu itakuwa na umemaliza hiyo level ya form 4 na form 6. Ukienda college hivyo hivyo, ukienda university hivyo hivyo. Kwa hiyo niliendana na hizi elimu zote mbili, na upande wa shule ya Kiislamu nilifanya vizuri sana hadi nikawa nimepata degree. Na kwa hiyo una degree kwenye nini? Nimesomea kitu ambacho inaitwa shara. Shara ni sheria ya Kiislamu, Islamic law. Ya Islamic law nimesoma hapo. Hizo Islamic laws zinaweza zikawa zinafanya, yani mtu unaweza kawa labda mahakamani ukafanya kazi mahakamani kawaida kama hizi sheria zetu. Katika hizi sheria za nchi ambayo si ya Kiislamu itakuwa ni vigumu wa kupea nafasi hapo ya kufanya kazi ya serikali. Lakini katika nchi za Kiislamu ambako wanatumikisha sheria ya Uislamu kwa muongozo wa Qur'ani na hadithi, inakuwa ni rahisi mimi kupata kazi. Kwa mfano, katika sheria ya Kiislamu inasema mwizi akatwe mkono, sivyo? Lakini katika sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria hiyo haisemi mwizi akatwe mkono. Kwa hiyo anahukumiwa kulingana na sheria ya katiba ya nchi husika. Katika sheria ya Uislamu wanasema mzinifu mwanaume na mzinifu mwanamke apigwe mawe hadi afe. Lakini sheria ya Muungano wa Tanzania haijasema hivyo. Unapopatikana na hiyo hatia kulingana na sheria, kuna adhabu inatakikana utumikie jela ama utoe nini? Fidia. Fine. Kwa hiyo kitu ambao uliofanya. So nikawa nimejitahidi, nikasoma vizuri, nikahitimu. Hata ukikutana na wenzangu ambao tulikuwa nasoma nao, kuna jina ambao nilianza itwa nikiwa mtoto mdogo, walikuwa wananiitwa daktari, maana daktari ni dokta, kwa ajili ya ufanisi wangu wa kushika vitu kwa haraka. Kwa hiyo nilipata msingi mzuri sana wa elimu, na nilikuwa tegemezi. Wazazi walijua kuwa tunapata mtoto ambaye atakuwa mrithi mzuri, kuanzia si tu kwa imani, hata katika maisha ya kawaida. Lakini kumbe Mungu alikuwa na mipango yake huko mbele. Nini kikubwa ambacho ulijifunza sana katika Uislamu na ukapenda sana hii dini haiseni dini ya haki ya Mwenyezi? Nilipokuwa Muislamu, kitu ya kwanza ambao ilikuwa imenivutia katika Uislamu, jinsi ambao wanasisitiza watoto wakiwa wadogo na kuwapea msingi ya kusoma. Yaani mtoto anakuwa akijua dini yake. Hiyo ilikuwa ni kitu kubwa ambacho kilinisaidia sana. Afu kitu ya pili ambayo ilikuwa nafanya nipende Uislamu, kwa sababu hapo walikuwa natuambia kila mwanadamu anapozaliwa ni Muislamu. Sasa na mimi najipata ni mwanadamu, kwa hiyo lazima ningekuwa Muislamu. Unaona, hizo ni vitu ambavyo walikuwa natuambia na hatukuwa tumepata nafasi ya kuvifikiri. Sawa. Na sasa ukasoma vitu gani ulijifunza? Yaani unaweza kunitajia bwana, nimejifunza hiki katika Uislamu, nimejifunza hiki katika Uislamu, nimejifunza labda wema, nimejifunza ubaya. Nini ambacho umejifunza katika, au kanitajia kabisa yale majina labda kama ulivyosema hivyo sheria, vitu vingine nini mnavyojifunza katika Uislamu? Kwa sababu sisi tunasikia kwa vitu vingine tu, Waislamu wanafundisha ugaidi, lakini nikikutana mimi na Waislamu ambao nakutana nao wote, Waislamu wote kwangu ni wema, yani wema sana, mpaka nashangaa kutokana na vile ambavyo nilikuwa nimeaminishwa, kwa sababu mimi nimezaliwa sehemu yenye Ukristo sana. Kitu ya kwanza tukisema Waislamu wanafunza watu ugaidi, upande mmoja naweza sema si kweli. Kwa sababu hata unapotoka katika dini ya watu wengine, usiweke uongo ili kupendeza ushuhuda wako. Lakini katika Qur'ani kuna baadhi za aya zinazowapelekea watu kufanya vitendo vya ugaidi. Mfano, Qur'ani, katika mfumo wa Qur'ani inasema msiwafanye Mayahudi na Wakristo kuwa marafiki zenu wa kuwapa siri yenu. Unaona, hiyo ni miongoni mwa aya ya Qur'ani.
Pia kuna maneno ya Muhammad ambayo inaitwa hadithi. Muhammad anasema maneno imetoka kwa Abu Bakar. Abu Bakar ni khalifa, yani baada ya Muhammad kufariki, aliyekuwa kiongozi wa Uislamu baada ya Muhammad alikuwa ni Abu Bakar Sadiq. Na Abu Bakar Sadiq anasema umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, nimeamrisha kuwapiga watu ama kuwaua watu hadi washuhudia kuwa Mungu ni umoja. Unajua katika Uislamu kuna aina mbili ya Uislamu. Na kuna hadithi ya Muhammad ambayo inasema marra minkumul munkar falyughayyiru biyadihi, atakayeona jambo mbaya kwenu miongoni mwenu basi aliondoe kwa mkono wake. Wa illa yastati, ikiwa hataweza kuliondoa kwa mkono wake, fabilisanihi, basi aliseme kwa ulimi wake. Wa illa yastati fabiqalbihi wa dhalika adhafu al-iman, na ikiwa hataweza kulisema kwa mdomo wake basi anyamanze katika roho yake, na kunyamanza ni udhaifu wa imani. Sasa tukianza kufafanua hii maneno, kuondoa udhaifu kwa mikono ni kufanyaje? Hapo kuna ngumi, kuna teke, kuna mamlaka, kuna kusema. Ndio maana katika Uislamu wanatoa Uislamu katika maswahaba wawili ndio wanatolewa mfano. Sahaba wa kwanza anaitwa Abu Bakar ambaye alikuwa ni mpole. Sahaba wa pili wanafananishwa, Waislamu wa pili wanafananishwa na Umar ambaye yeye alikuwa anafanya kila kitu kwa kutumia nguvu yake. Ndio maana kuna Waislamu ambao mnaweza ongea nao mambo ya dini mkapatana tu fresh. Na kuna mwingine tu hapo kabla hata mjanza ongea, yani yeye ako tayari hata kukupiga kwa ajili ya mambo ya dini. Lakini hiyo yote siyo sababu. Kwa nini? Leo hii mahali ambako dunia tunafika na mahali ambako wanadamu wako, kwanza, jambo la kwanza, Waislamu wengi wanasoma Qur'ani lakini hawafahamu Qur'ani. Kwa nini? Qur'ani sura ya 16 aya yake ya 125 inasema ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatul hasan wajadilu billati hiya ahsan, waite watu katika njia ya Mola wako kwa hikma na mawaidha mema, na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora, si kwa kuwatukana wao au kutukana dini yao. Hiyo ndio Qur'ani. Lakini Qur'ani inazungumzia katika aina mbili. Huku kuna aya ambayo nilikutolea ambayo inasema usiwafanye Wayahudi na Wakristo kuwa marafiki. Hiyo Qur'ani inasema wajadili na sisi kwa namna iliyo bora. Sasa ili uelewe Qur'ani, jambo la kwanza inabidi ujue lugha ya Kiarabu. Kwa sababu Qur'ani haijateremka katika lugha ya Kiswahili. Imeteremka katika lugha ya Kiarabu. Sasa utakapojua hii Qur'ani katika lugha ya Kiarabu, na itakufanya uelewe zaidi maana. Na ndio maana katika Waarabu kuna kitu ambacho inaitwa swarfu, kuna kitu ambacho inaitwa imla, na kuna kitu ambacho inaitwa nahwi. Hizi vitu tatu, nahwi ni grama. Swarfu, sijui swarfu kwa Kiswahili tutasema nini, ama tunaweza sema swarufi. Sarufi ya lugha. Ya, sarufi ya lugha. Na kuna imla, yani kujua matamshi hiyo lugha, kufahamu hiyo maneno yake vizuri. Ungeweza nasema dictation. Ya. Sasa hizi vitu unapozijua wewe inakufahamisha. Mfano, katika Qur'ani kuna sura ambayo inaitwa Suratul Fatir. Wakati kwa mujibu ya Waislamu, wakati hii sura inateremka, sababu ya kuteremka hii sura, Muhammad alishindwa kujua maana ya fatiri. Ikabidi arudi vijijini. Huko vijijini akapata maana, ukipata katika Kiarabu neno Arab ni watu wanaokaa vijijini. Neno Arab ni watu wa vijijini. Sasa hawa watu wa vijijini wawili wakawa nazozana,
Sasa Muhammad akataka asikilize kesi, ndio akasikio moja anasema huwa alladhi fatarani. Oh, ndio akajua kumbe maana ya fatiri ni kuanza. Akapata maana ya hiyo lugha. Sasa leo hii kitu kubwa ambao inafanya watu wasielewe Uislamu, ndugu simulizi, watu wengi wamekaririshwa Qur'ani, lakini watu wengi hawafahamu Qur'ani. Mfano, Qur'ani ukisikia kwa sauti ni nzuri sana, maana inavutia. Ukisikia a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sio ni Kiarabu? Tukiacha hivyo inavutia, inakaa kama kawimbo fulani, kashairi fulani, inakaa vizuri. Sasa tukikuja kwa Kiswahili ambao lugha ya Mtanzania yote anaweza elewa, Mkenya yote anaweza elewa, baadhi ya Wakongo wengi wanaweza elewa. Kiswahili nasema sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini, jini ni Kiarabu, kwa Kiswahili ni pepo. Kundi moja la mapepo lilisikia Qur'ani likasema, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Oh. Sasa wewe kitu ambacho inakuja kwa akili yako sasa, hii Qur'ani hawa mapepo kwa nini walisikia ya ajabu? Message ambayo sasa inakuja hapo inasema mapepo kumbe waliona Qur'ani ni ajabu kwa sababu eti Qur'ani ina ujumbe ya kwamba Mungu hana mwana, hakujifanyia mwana wala mke. Unaona hapo? Hata sisi tunaamini si kwamba sisi ni wana wa Mungu, eti Mungu ametuzaa kwa mama zetu. Hapana. Lakini hii uwani na maana kuna condition ya kuwa mwana. Na hii haitoki kwa mke, maana katika Yakobo 1:18 Biblia inasema kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Na ndio Waislamu nao wanaamini hivyo hivyo. Katika Qur'ani 36 aya yake ya mwisho inaitwa suratu Yasin, inasema innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Hakika Mungu anapotaka jambo husema kuwa na linakuwa. Sasa sisi ni wana kupitia neno ambalo tuliloliamini, ambaye ndiye Yesu Kristo. Sisi tumefanyika. Si kwamba eti sisi ni wana. Unajua kuna akili ambayo tulikuwa nayo tulipokuwa Waislamu. Mtu akikuja sema Yesu ni mwana wa Mungu, yaani mtu anauliza swali lingine inakaa kama swali ya utoto ama kejeli. Anakuuliza hivi, Mungu na Mariamu wanaitanaje? Unaona, hiyo ni swali ambayo tulikuwa nauliza. Kwa sababu kwa akili zetu tunajua Yesu ili awe mwana wa Mungu inabidi Mungu na Mariamu wawe wamefanya tendo. Kumbe uungu ama jinsi Mungu anavyofanya kazi yake ni tofauti na vyenye wanadamu tunafikiria. So hizo ni miongoni mwa vitu ambavyo vidogo ambavyo vilianza fungua akili yangu nilipogundua kwa nini Yesu ni mwana wa Mungu.